Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania si mwingine ni Rose Mayemba, ambaye alishawahi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika mkoa wa Njombe. Rose Mayemba ameibua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, ambapo wanaharakati wameibua sekeseke la rushwa ambalo limehusisha kampuni kubwa ambayo inafahamika kama TPD ya uagizaji mafuta pale nchini Tanzania. Rose Mayemba amezungumzia masuala lukuki katika chapisho lake katika mtandao wa Twitter. Na nukuu chapisho la Rose Mayemba, na nukuu: mkurugenzi mkuu wa TPDC Musa Mohamed Makame wa Tanzania wanataka majibu. Historia ya kampuni ya Vitol katika kesi za rushwa duniani ni si jambo la kuficha. Kampuni hiyo imewahi kukiri makosa katika mamlaka mbalimbali na kulipa mamilioni ya dola katika faini na makubaliano ya kisheria. Ndiyo maana Watanzania wana haki ya kuuliza kwa nini TPDC ilichagua au kuipa nafasi kampuni yenye historia hiyo kushiriki katika uagizaji wa mafuta nchini. Je, TPDC ilifanya uchunguzi wa kina kuhusu historia ya kampuni hiyo kabla ya kufanya uamuzi, au historia hiyo iliyopuuzwa? Sekta ya mafuta inahusu mamilioni ya fedha ya Watanzania, haiwezi kuendeshwa kwa usiri wala kwa maamuzi yanayoacha maswali mengi kuliko majibu. Katika historia hii, kwa nini Watanzania wasiamini kuwa walikuwa na rushwa katika zabuni ya Tanzania? Hayo ni maoni ambao ni mawazo ambayo ameandika Rose Mayemba katika mtandao wa Twitter kuhusu kampuni ya TPDC, ambapo anasema kwamba kuna kuhusu kampuni ya Vitol ambayo anasema kwamba kwa historia yake imekuwa na viashiria vingi vya rushwa na skendo nyingi za rushwa, ambapo imelipishwa mabilioni kwa mamilioni na nchi mbalimbali. Na hapo ameuliza kwa mkurugenzi wa TPDC ambaye anahusika na moja kwa moja katika uagizaji wa mafuta pale nchini Tanzania. Maoni yamekuwa ni mengi katika chapisho la Rose Mayemba, lakini sitosoma maoni yako. Ningependa pia kuona maoni ambayo Mwanakeo TV umeachia katika mtandao katika chapisho hili. Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Dwakeo TV, tunakutujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.